Fanya ibada tukufu ya Umra. Na je, unatamani kuitembelea miji mitukufu yenye baraka? Basi Al-Hajj Travelers inakupatia fursa hiyo adhimu kwa gharama ya dola 1800 pekee, siku 14 kamili katika miji mitukufu ya Mecca na Madina, na mkutembelea maeneo yote yenye historia tukufu ya Uislamu, malazi kwenye hoteli za kifahari karibu kabisa na Al-Haram. Tutakuwa na mashehe wakubwa wenye elimu ya tarikh ya miji hiyo, na zaidi utaambatana na timu ya Al-Hajj TV katika safari hii ya baraka. Hii ni fursa adhimu ya kuimarisha ibada yako katika ardhi tukufu. Hii ni safari maalum inayofanyika mara moja tu kwa mwaka, kila mwezi wa Disemba kuanzia tarehe 22. Na mwaka huu nafasi ni 20 pekee. Wahi sasa. Usipoteze fursa hii adhimu na ya kipekee. Al-Hajj Travelers. Tunakupeleka kwenye miji mitukufu kwa huduma bora na gharama nafuu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0111 457 575. Al-Hajj Travel, your journey, our commitment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa mtazamaji wetu wa Al-Hajj TV, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa uzima na afya kuweza kukutana nawe tena katika siku ya Jumatano wa leo, ikiwa ni tarehe 13 Mei mwaka wa 2026 sawia na tarehe 26 mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 1447. Na kama mnavyojua, katika siku ya Jumatano tunakuwa na kipindi speciali kabisa, kipindi cha Ijue Dini Yako, tukiwa naye katika studio zetu Sheikh Ali Bahero. Ni ana madhumuni yake yeye kufika katika studio zetu ni kuliuliza lile swali lako mtazamaji wetu ambayo umeweza kuliuliza kuanzia wiki iliyopita hadi leo. Tumeyakusanya yale maswali na maswala yetu ya leo yamefika takriban maswala 50. Kwa hivyo katika sehemu ya kwanza mtatuia radhi, mtupe fursa niweze kumuuliza Sheikh yale maswali ambayo mmeweza kutuuliza. Kwenye sehemu ya pili baada ya mapumziko ndio itakuwa ni fursa yenu kuweza kupiga simu na kuuliza hilo swala lako ambalo litakuwa linakusumbua kuhusiana na dini yetu hii ya Uislamu. Lakini kabla yote niweze kumpa fursa Sheikh Ali Bahero aweze kutusalimia, kisha insha Allah basi na kupoteza muda tuanze na maswala yetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako Sheikh? Alhamdulillah. Naam. Tunamshukuru Ilahi. Ndio. Maadamu tuko katika pumzi zetu ziko sawa kuweza kuinua mguu kutoka tulipotoka mpaka kufika hapa kwa lengo hili. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Naam. Sheikh, tunapoanza kipindi chetu hichi, baada ya kukupa fursa uweze kuwasalimia watazamaji wetu moja kwa moja na kupa fursa nyingine, tuweze kuanza na kauli fupi kutoka kwako au nasaha kwa mtazamaji wetu kabla ya kuingia kwenye maswala yetu Sheikh. Nasaha zangu kwangu mimi na kwa nyote ndugu zangu wasikilizaji ni kuwa kila mmoja awe chonjo tu, na kwenye masaa 24 katika safari ya maisha yetu tukumbuke kuna wakati ambao harakati zetu zote zitasimama, na harakati kusimama ni kwa kuwa uhai ndio utatuponyoka, na uhai tukiukosa basi harakati za mwanadamu zote hutulia. Je, huu wakati ambao hatujui uko kwenye fikra zetu ya kwa wakati wowote utaipa nyongo dunia na uelekee akhera? Kwa ufupi sana ni kwa kuwa akthiru min dhikri hadimil ladhat, kithirisheni, fanyeni kwa wingi kutaja na kukumbuka chenye kukata ladha, na chenye kukata ladha ni mauti ambao tumeghafilika nao sana. Kwa hivyo haifai tughafilike nao, kwa sababu
ni jambo wakati wowote litanshambulia yoyote kwenye kipindi chochote ambacho hakijui yoyote. No. Je, tuko sote kwenye maandalizi hayo? Mungu atusalim salama na atupe khatima njema. No. Amin. Kila siku tukisikiza nasaha za Sheikh Ali Bahero wakati tunafungua kipindi hichi, anakuwa ni mwenye kutukumbusha kitu kimoja: tukumbuke kifo. Binadamu kokote uliko, kumbuka kwamba kuna siku sote tutakuwa ni wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tusighafilike. Ndio ilikuwa ni nasaha ya Sheikh Ali Bahero tunapoanza kipindi chetu hichi cha leo. Bismillah. Sheikh Ali Bahero, tukianza na swala la kwanza kwenye siku ya leo, anauliza shekhe, twaweza zitumia nyota kwa falaki? Hatuwezi kuzitumia nyota kwa falaki, tukimaanisha falaki yale mahisabu ya kiramli ya kuweza kuleta mambo yasiyojulikana ama kujipa ujuzi wa kueleza lisilojulikana. Nyota twaweza kuzitumia kwa mambo matatu tu, bali nyota zimewekwa kwa kazi tatu. Moja, pambo la mbingu, zinatun lissamaa, pambo la mbingu. Naam. Kazi ya pili, rujuman lishayatin, ni makombora ya kupiga mashaitani. Na kazi ya tatu ni alamatun yuhtada biha, ni alama zinazoongokewa nazo mtu akiwa katika giza la safari ya barani na safari ya baharini. Walaqad ja'alna fis samai burujan, Mungu asema hakika tumeweka mbinguni nyota. Wazayyannaha linnadhirin, tukaipamba kwa wenye kuitazama. Naam. Kiitazama mbingu imepambika kweli kwa nyota. Wahafidhnaha, tukaihifadhi min kulli shaitani rajim, na kila shaitani rajim, ule aliyefukuzwa kwenye rehma. Kisha kazi mbili hizi zilizotajwa kwenye hii aya hata katika suratul Mulk pia imetaja kazi mbili. Ya tatu ni ile sema wa alamatin, tumezifanya nyota ni alama ya kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kisha sema wa bin najmi hum yahtadun, na kwa nyota wao wanaongokewa. Mwenye kuipa nyota, kuzipa nyota kazi nyingine yoyote zisizokuwa tatu hizi, amezipokonya haki yake. Kwa hivyo hakuna mambo ya kupiga maramli kupitia nyota au kupigwa kutumia falaki. Lakini elewa, falaki ni anga na elimu la anga liko, elimu la anga lenye faida, kujua matembezi yake nyota, kituo kwa kituo, kutoka kwake, kuzima kwake, kutwa kwake. Anga litumike kwa mambo mengine, ndiyo falak. Lakini falaki kwa maana mijiramli na kutabiri na kila mtu kuwa na nyota yake, hayo yote huwa ni kuzipokonya nyota haki zake husika zilizowekwa na Rabbul Alamin. Naam. Umetueleza Sheikh kwamba hii falaki ina faida zake. Je, ni mtu yoyote ambaye anaweza kuzitumia hii faida falaki? Falaki ni anga. Ndio. Na kusoma elimu ya anga iko, lakini soma mambo ya falaki. Lakini falaki ukitaja kwa jina hili watu wenda katika fikra nyingine. Anga liko somo. Alesi kadhalika watu kulizu, na watu hivi sasa walitumia anga kikweli kweli, ni somo. Ndio. Na hata Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani, wa ayatu lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum mudlimun la washamsu tajri li mustaqarri laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim. Kisha zama wal qamara qaddarnahu manazil, mwezi tukaupimia vipimo, tukaupimia vituo, hata ada kal urjuni al-qadim, mpaka ukarudi kama mfano wa ule mswaki mwembamba, ukarudi kama ulivyotoka. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar, haupasi la shams, haliwi jua kwenda kupambana na mwezi. Wala laylu sabiqu an-nahar, wala usiku kuchangulia mtana. Wa kullun fi falakin yasbahun, na vyote viko kwenye anga vyaogelea. Itumike elimu hiyo kuliko mambo ya uganga mwingi na maramli mengi, na kuzitumia nyota
Ndio. Kwa maslahi mengine yasiyokuwa husika yaliyowekewa na Khaliqul Kaun, muumbaji wa ulimwengu. Naam. Naam, shukrani sana Sheikh. Tukienda kwenye swala la pili, anauliza je, yafaa kwa asiyekuwa Muislamu kuingia msikitini? Naam. Yafaa kwa asiyekuwa Muislamu kuingia msikitini. Ikiwa kuingia msikitini kwenyewe ni kuingia pia pengine apate mafunzo, kuingia msikitini kwa mambo mengine ambayo hayana budi ya kumfanya yeye aingie, na pengine yaweza ikawa ndiyo sababu ya kusilimu kwake na ndiyo sababu ya kutotoka kwake kwenye msikiti. Na kila jambo kwetu sisi Waislamu tulifanyalo, maslahi tuyaweke mbele zaidi, lakini si maslahi ya kibinafsi za faida za kilimwengu. Maslahi ya kurudi kwa jamii na kurudi kwenye Uislamu wetu, ili maombi yetu, dawa zetu zilete athari. Isiwe itakuwa asokuwa Muislamu mujarrad wakiingia kwenye msikiti basi itakuwa sheshegi na fujo, isipokuwa tu msikiti wa haram, misikiti ile mitakatifu. Hayo ndio iepushwe na watu kama hao, lakini mengine yote waruhusike waingie, na lengo liwe pia ni kumvuta kidawa, si kumvuta kuingia msikitini tu kwa tasano, imevaa kanzu, watu wakirukuu onekane hurukuu. Asiwe ndio malengo tu yaishie hapo, lakini iwe pia yako maombi ya kumnyenyekea Mungu, ya Rabbi, huyo kuingia kwake iwe ndio sababu ya kuathirika kwake, iwe kumfa yakunu kwa kuingia katika Uislamu. Halipingiki hilo, wala ilmu inda Allah tabaraka wa taala. Naam. Na baada hilo swala Shekhe ameongezea swala lengine, anauliza na vipi kwa huyu asiyekuwa Muislamu kuchangia katika ujenzi wa msikiti? Akichangia katika ujenzi wa msikiti ni katika mema yale wayafanyao wasiokuwa Waislamu, ambao malipo yao watayapata hapa hapa kwa maisha mazuri na majumba mazuri na vipando vizuri vizuri, na kwenda watakapo kwa raha na starehe zao. Walaysa lahum fil akhirati min nasib, hawana fungu lolote watakalolipata katika ujira wa yale waliyoyatenda katika dunia hii. Wallahu alam. Naam. Kwa hivyo hawa siokuwa Waislamu wakifanya sadaqatun jaria haitoi sadika, itakatika watakapokufa. Naam kabisa, hawana cha sadaqatun jaria, ni walichokifanya. Malipo yao kwa mujibu wa neno la Mtume ni zile raha wazipatao hapa hapa duniani, kesho akhira hawana chochote. Naam. Shukran sana Sheikh. Tukienda kwenye swala lingine, anasema Sheikh, mahari ambao nimepewa mimi ni dhahabu. Je, ni wajibu nizitolee kama zaka? Ikiwa nia yako ni nia ya kuwa unayo ya kutolea zaka yafikapo kiwango, ama ikiwa imefika kiwango, hakuna ubaya wowote katika kutolea zaka. Lakini ikiwa mapambo yako wameafikiana wanavioni, dhahabu ambazo ni pambo la mwanamke hubaki mpambo, hazina kutolewa zaka. Wallahu alam. Hiyo pambo maana yake ikiwa anazivaa kila wakati, mwenyewe ni urembo wake, kujipamba pamba nazo kwa ashaghali zinazomhusu, kujipamba pamba nazo kumpambia mumewe wakati mwingine. Kwa ufupi ni dhahabu ambao ni khas nzake kwa mapambo yake mwenyewe. Ulama wasema hakuna zaka hapo, lakini ikiwa nia yake mwenyewe kwa dhahabu atakazozipata pia ni azitolee zaka, basi hakufungiwa mlango kwa hilo. Naam. Swala lingine linasema Shekhe, hawa majini wana madhehebu kama sisi? Tukiangalia udhahiri wa Qur'ani kwa hiyo sura iliyoitwa sura ya majini, suratul jin, ndio iko inasema anna minna salihuna wa minna duna dhalika kunna taraiqa kidada. Mafhum? Hii aya inasema kunna taraiqa kidada ni kwa kuwa tumekuwa ni madhahibu mukhtalifa, ndio tafsiri yake. Tumekuwa ni madhehebu tofauti tofauti.
Sasa dhahiru nas, madhehebu tofauti tofauti, ni kwa kuankana zile tofauti za madhehebu yetu. Kwa hivyo tulivyo itakuwa ndivyo walivyo, kulingamana na hata lile lengo tuliloletewa sisi na wao. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lengo ni moja, lakini kwenye malengo, lengo ni hili. Sasa na sisi tulivyo, tuko madhehebu tofauti tofauti, hadi kukosekana na kwao, kwa mujibu wa udhahiri wa aya hii, na ilmu zaidi iko kwake tabaraka wa taala. Naam, Shekhe, kila wiki hatukosi maswala kuhusiana na ndoa. Na sasa ni swala la kwanza tulilopata kuhusiana na ndoa. Anasema mume wangu yupo ughaibuni, akirudi zake hapa ajifanya hataki kusikia harufu ya sigara wala kuziona, lakini akirudi kule mpaka mapicha yuwapiga na rafiki zake akiweka kwenye mtandao wa kijamii. Nikimuuliza kuhusiana na sigara ni haramu huku, kule ni halali, ananijibu kwamba niachane naye. Ni vipi hapo Sheikh wangu? Ni hayo ashaeleza wazi na kutuchambulisha na kumchambulisha mrembo wake, ya kwa mimi hujifanya, na wenye kujifanya dunia hii ni wengi. Akija kwako hujifanya ni wali katika mawali wa Mungu, lakini akijiepusha na wewe ni shaitan rajim kabisa. Hao wako minal jinnati wan nas, katika wanadamu na katika majini. Sasa hapa akija imeharamika vipi? Na kule akenda imehalalika vipi? Hii nkana kutupa taarifa ya kuwa tukiweko kwenu hutoa sura fulani, mutuchambue tulivyo ni lakini tukienda kule ndio tuna vituko, kwa kuwa kama hivyo mwenyewe uko ghaibuni. Ughaibuni maana hatumuoni, ndipo ukaona wengi wa watoto wetu, si wote, wakienda ughaibuni nchi yoyote katika nchi ambazo wamejaliwa kwenda kufanya kazi, ndio ikawa kuna gurupu kubwa nchama cha mashisha. Alesi kadhalika wanavucha na kunini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini wakija hapa, subhanallah, akisikia harufu tu ya sigara taka kumpiga mwenye sigara. Hii inaitwa atasanu, kujifanya. Na kujifanya kiudhahiri sivyo ulivyo ni moja katika unafiki. Undani una yako, udhahiri hujidhihirisha kivingine. Malakun karimun fi madhharihi, malaika mkarimu katika udhahiri wake. Shaitanu rajimu fi makhbari, lakini shaitani rajimu katika maelezo yake. Udhahiri waliyullah, undani shaitani rajim. Kwa hivyo mkiweko ghaibuni, ndio Sheikh, sio kwamba kuwa mumemughibu na Mungu wenu alowapa nafasi ya kwenda ughaibuni kutafuta riziki zenu. Mwenyezi Mungu ni allamul ghuyub. Huku ukija unavyojifanya uonekano ni hivi ulivyo, ukienda kule basi Mungu hukuona ulivyo, lakini hatimaye kutadhihiri. Mwenyezi Mungu atusalim salama na waongoze wenye sura mbili za kisambuli, kwani mwenye sura mbili ni hatari sana katika jamii. Wallahu alam. Tukiangalia Shekhe, swali hili linawiana kabisa na swala la wiki iliyopita kuhusiana na yule mume ambaye anaishi Qatar na mkewe, baadaye anamshukisha Kenya aje atembelee wazazi, huku yeye akiwa anaingiza wanawake manga na warembo Kwa maskini. hivyo wale ambao wako nje wajiepushe sana na kutesa mabinti za watu kabisa Shekhe. Mwenyezi Mungu atuongoze sote. Amin. Haya, tukishika kwenye swala lingine Shekhe, anasema mamake bwanangu haoni kosa la mwanae kabisa na vituko vyake. Subhanallah. Hivi sahihi Shekhe, tumeachana lakini makosa yote nimepewa mimi, lakini mwanae yuko tohara, hana kosa lolote. Ni vipi hapo Shekhe? Ni mashakili mengine. Na ni kweli yako katika mujtama, mama ama baba asione kabisa kosa la mwanawe, awe yeye huona kosa la mwana wa mwingine. Huyu ni mke wa mwanangu,
basi mwanangu afanye alo ndilo, awe hana haki ule mke kwa lolote. Ukweli wake ni uongo na uongo wa mwanawe ndio ukweli. Yapo hayo, lakini angalia arudi pale pale. Ndio Sheikh, hili hurudi kwa huyu mtoto kujifanya kwa mzazi wake. Pengine akija akaonyesha ile picture kwamba kwa una imani na ni mkweli, na pengine akafunga zawadi za nje kama za Qatar ama kama za Dubai. Akija akiwapa wazazi wake na maneno yake ikawa ni ile, yani ile rajulun lasinun, mwanamvuli mwenye ulimi tamu wa kupanga. Akampanga mamake ni hivi, mama akawa halioni kosa. Sasa hata mke akitwangwa talaka kwa makosa ya mwana, lakini makosa atabandikwa. Ni hayo aliyosema huyo aliyeuliza, sina haki yoyote nilifanyalo, mkweli mwana tu kwa mzazi wake. Ni makosa tufanyao kama wazazi. Kosa lifanye nkosa kwa kustahiki aliyekosea, na mkweli mfanye mkweli hata kama si wako. Hii ndio dini. Dini nkusimama kwa usawa na uadilifu. Asiji mwanao akakupamba ni hivi, sasa huangalia kosa la mwana wa watu tu. Ni makosa, na Mungu atupe miongozo tuongoke katika usawa na haki. Wallahu alam. Naam. Na hii inafuata ni maoni Sheikh ambayo tumepata. Anasema, Sheikh, sina swali mimi, lakini tuona maisha ya ndoa yamekuwa na changamoto sana Sheikh wangu. Hayo ni maoni ambayo tumepata kutoka kwa mtazamaji wetu mmoja. Ni kwa kuwa anafuatilia na kuangalia hali ilivyo, na ndivyo ilivyo. Si maana huu ni uzushi umezushwa ama hupanga hawa wanauliza maswala. Udhahiri tunahukumu hivyo, na undani unaujua ni Mwenyezi Mungu. Lakini naam, wakati tulionao imekuwa changamoto kikweli, lakini ni hivyo watu wapambane. Asallahu an yuhditha ba'da dhalika amra, huenda Mwenyezi Mungu akazusha jambo lingine ambalo litakuwa la maslaha. Watu wajielewe katika safari kama hii. Wallahu alam. Naam. Shukran sana Sheikh Ali Bahero. Kila siku huwa tunawaahidi watazamaji wetu ya kwamba swala lako likiwa halijasomwa tutakuja kuendelea wiki ijayo. Haya maswali yote ambayo nilikuwa nikikuuliza toka mwanzo wa kipindi hadi hapa ni maswali ya wiki iliyopita, na alhamdulillah tumetimiza ahadi yetu, na sasa tunaanza maswali ambayo tumeyapata kuanzia wiki iliyopita hadi leo Sheikh. Kwenye swala la kwanza wiki hii anasema, mimi nina swali Sheikh. Mume wangu ameoa mke wa 3 sahihi. Alafu nikimuuliza unampendea nini, ananijibu hapana, nimemuoa tu kwa ajili ya tendo la ndoa na pia ule mwanamke hayuko vizuri. Vipi hukumu yake huyu Sheikh? Hana lengo, kwa sababu hakuna mtu kufanya jambo bila lengo. Hili ndilo lengo lake. Maana kulingamana na swali lenye, yeye hana lengo la kuoa, isipokuwa lengo lake ni tendo tu. Watu huoa kwa hilo tendo tu. Ni nini maana ya kuoa? Yapi yatakiwayo kwa mwenye kuoa? Ikiwa hilo miongoni mwa haki zake, lakini uwazi ni kwa kuwa hata hana haja nyingine, mwenyewe huoa kwa ajili hiyo tu. Jibu ni kwa kuwa hajui malengo, ama ajua malengo lakini hufanya atakavyo yeye kwa udume wake alionao. Hana malengo ya ndoa, na hao si malengo ya ndoa. Si masala mtu mimi hata sina nini, mimi huoa kwa sababu atendo tu, ndilo lengo. Huyo afaa kurudishwa, apigishwe magoti, aelezwe malengo yanayohusiana na ndoa. Wallahu alam. Mtu kama huu Sheikh anaruhusiwa kuoa hata kama ni mke mmoja? Hatari yake ni kwa kuwa hata akioa lengo lake sasa ni hilo. Maadamu lengo lake ntendo, sasa atakuwa yeye hupima wanawake tu na kuangalia ile kupima raha zipatazo kwa ile hobi yake mwenyewe, silo lengo. Kwa hivyo aweza kumuoa huu, ashamwangalia kwenye tendo, kesho amwache. Aoe huu, kesho amwache. Yeye awe huzunguka tu kikwetu kama kikurakura. Kikurakura kile kikuku kijogoo,
akawa amuona ayetaka kumpanda tu, upanda kishuka, hana lengo fulani. Ndio. Naam, afajirekebishe na afahamishwe malengo ya kuoa. Wallahu aalam. Na kwenye swali ambalo linalifuata, nitaomba radhi watazamaji wetu kwa sababu kauli ambazo zimetumika hapa ni kauli nzito sana. Na vile vile paka swala hili kuulizwa ina maana kwamba jambo hili liko katika jamii yetu shekhe. Kwa hivyo tunajifunza kutokana na hili swali. Anasema shekhe, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, ni sawa katika sheria ya dini mume kucheza na utupu wa mkewe kwa nyuma? Yani kwa mfano kumramba ama kutia ulimi kwa tundu ya nyuma? Ala kulli hali mimi na ameuliza ni kujua, lakini ndio shekhe pia likome hapo. Pengine utuku dhahiri mmoja tu, samahani sana. Naam shekhe. Yani chukua ya kuwa Mwenyezi Mungu katika Qur'ani asema nisaukum harthul lakum, wanawake ni mashamba yenu. Fa'atu harthakum annashitum, yaingilieni mashamba yenu mutakavo. Hii mutakavo si mutakavo kufanya nyinyi mutakavo. Fanyeni mutakavo kwa mulivyoelezwa kule mutakavo ni kivipi kupitia kwa Qur'ani na atakavo Mungu. Mafhumu? Si kwa kuwa annashitum basi mwe mwafanya vyovyote, lakini tukua tu kwa ufupi, wabtaghu ma kataba Allahu lakum, takeni pale ambapo Mwenyezi Mungu aliwafaradhishia. Khalas, likome hapo. Bila shaka litakuwa limeeleweka, nasi waume wenye kuyatenda hayo tujue ya kuwa Mungu asema takeni alipowafaradhishia Mungu. Mkiweka mbegu basi mmea utaota. Mengine musikeuke mipaka. Mafhumu? Musikeuke mipaka, twendeni kwenye hadi ile tuliowekewa na Mungu. Wallahu aalam. Ana swala la pili shekhe. Anasema na kama mwanamke mwenyewe hapendi kitendo hicho, ila mumewe anamlazimisha akisema ni lazima amridhishe, hukumu yake ni gani? Hakuna, manake kunilazimisha kwa ndia ambazo sizo. Na nikisema kwa ndia ambazo sizo, si kwa maana kulifanya tendo tu, hata ile muqaddimat, zile wasail ambazo zitakupelekea kwenye tendo, pia hizi wasail huwa ni al-mamnua. Mafhum? Kwa sababu kwambia wanazuoni wa usulul fiqh wanasema alwasailu laha ahkamul maqasid. Wasaili ni nyasila, barabara za kukupeleka. Sasa zile barabara za kukupelekea kwenye jambo hupewa hukumu ya jambo. Mfano, kumchongoza mwanamke, kufanya mambo yote, kuagana, kwenda pahala faragha, hizi zote hupewa hukumu ya zina. Mafhumu? Na barabara ambazo za kukufikisha kwenye mambo mema zote hupewa thawabu. Hii ni kaida ambayo ni mukarrara fi ilmi al-usul, alwasailu laha ahkamul maqasid. Sasa hizo masala akutazama huko alipopaharamisha Mwenyezi Mungu, mafhumu, njia ambazo sizo. Sasa hata kama hutajishughulisha na lile tendo lenyewe hasa, lakini zile muqaddimat, utangulizi, gusa, fanya hivi, yote haya madhambi, kwa sababu hatimaye itakupelekea kwenye tendo. Wallahu aalam. Naam, shukran sana Sheikh. Tushike swala lingine. Anasema asalamu alaykum, ijue dini yako. Naam. Anasema Sheikh, niko na swali. Kwa mfano wewe umetoka kwa familia inayoheshimika na umejiheshimu usichana wako, na ulipoolewa hukutoka na damu kabisa, na hakuna kitu ulifanya katika usichana wako. Yani wajiamini kabisa. Je, ni sawa kwa mume kukuacha kisa ukutoka na damu? Si sawa kwa mume kukuacha kisa ni hiko, kwa sababu hizo si sababu. Ikiwa maamuzi tu mwenyewe hukumtaka basi, wala haikuwekwa katika sharuti ya kuwa eti mpaka upate ubikira, kwa sababu tulichangulia kuzungumza kwenye vikao hivi vyema ya kuwa kwenye kitabu kile kinaitwa Hayatun al-Jinsia, ni kwa kuwa kuna wasichana wengine hawana kamwe hizo bakara. Tumefahamiana? Hawana kabisa, hawakuumbwa nazo. Iko nimekipitia hicho kitabu mwanzo mpaka mwisho, alhamdulillah.
bali kuna walonazo lakini zikaharibika kwa sababu ya usumbufu. Ndio Sheikh. Wasichana wetu maskini mara uruka kamba, mara uteza nyuro, mara ufukuzana, mara uruka miti, maskuli, madrasa, katika zipindi za PE. Kurukaruka zile wakati wengine husababisha mtu ubikira wake ukaondoka. Ndio Sheikh. Na akawa hakufanya uchafu maskini. Katika kuolewa akaonekana sampuli nyingine. Na watu watalishika hilo hilo kwa sababu al-khabaru sayyi'u yantashiru bisura. Hii ndio kaida ya wanadamu. Habari mbovu siku zote huenea kwa haraka sana, na watu hupenda mno maovu kuliko kubarikia mema. Sasa atakuwa hungandamiza, hakudirikwa, huwa alikwenda kufanya machafu, na maskini ni bari'atun kabisa. No. Kwa hivyo tuelewe hii. Sasa kama ameamua kumuata ni ile maamuzi yake tu, lakini kuitukua hiyo ni sababu wewe huna guarantee kwamba kuwa alikuwa nayo huo bikira, ama uliondoka kwa kuisumbua, ama hakuwa nao kabisa. Yako hayo katika vitabu. Naam, kwenye swala lake la pili anasema shekhe, mume akaamua kustiri asiaeleze watu kuwa hakukupata kama ni bikra. Lakini mkija kukosana huwa wa kushtua ya kwamba nitakwenda kuambia watu kwamba sikukukuta ni bikra. Fanya nitakavyo mimi. Je, jambo hilo ni sawa? Hiyo itakuwa makosa. Itakuwa pia waingia kwenye kuntuhumu kwa usilokuwa na uhakika nalo. Naye mwenyewe uhakika wake ni kwa kuwa sikufanya, lakini kwa kuwa imetukua kaida aolewao lazima kuonekane na damu. Na huu ulikuwa pia ni katika mambo ya kijahilia yanayofanywa na Waislamu wenzetu. Ile damu inaonekana kwenye ubikira wake anapoingiliwa, ilikuwa ikitoka kwanza watu wakicheza nao kwenye lile bafuta, hasa ikionekana na mwema na muovu, ati wafurahi kwa kuwa yule mrembo amepatwa akiwa hakuharibika, ambao ho pia ni ujahilia. Ale mambo ya siri, kwa nini afanywe hivi? Sasa uhakika wa mtu ni wake mwenyewe. Sasa mrembo asema pengine mpaka haape sikufanya machafu, pengine hakuwa nayo tu ule ubikira, ama alikuwa nao bila kujua ukaharibika, si kwa machafu lakini kwa kurukaruka. Sasa wewe katukua advantage ya kwamba nilitaka alo, sasa tamwambia huo binti. Akenda kinyume tamwambia takuchangaza. Ukichangaza utanchangaza kwa tuhuma tu, na watu hufaa kuchangazia na movu. Usitukue mbinu hiyo. Sasa ukajipa uhuru, tamfanya nitakavyo ama takuchangazia. Ndio. Changa, ukinchangazia mtu maovu, hana maovu hana tu. Hata Bibi Aisha alichangazwa kwamba kwa amezini, lakini vile vile hakuzini, na alichakaswa na kutahirishwa na Qur'ani iliyoshuka kwenye mbingu, lakini mpaka leo wako wenye fikra ya uzinifu wa Bibi Aisha. Lisitushtue. Usilolifanya hukulifanya, ingapigwa pembe na dunia, na ulilolifanya umelifanya, hata ukajificha kinamna gani. Tuweni na mipango na dira za kisampuli hiyo, ili tusilihishe badala ya kufisidi. Wallahu alam. Naam, shukran sana Sheikh. Tukienda kwenye swala lingine, ni swala refu sana, lakini nitalifupisha nilifanye fupi. Anasema kila siku mkiongea kwa simu na mume wako, anaona makosa yako tu, lakini yake hayaoni. Sheikh ana makosa mawili ambayo anafanya. Kosa la kwanza, anataka nimpige picha utupu wangu, na hataki nifiche sura, lazima pia sura ionekane. Kwenye jambo la pili ambalo anafanya makosa ni kutaka pia kuchezea nyuma kwangu. Sasa anasema ya kwamba kila nikikataa ananitishia ya kwamba atanipa talaka 3 kwa mpigo. Ninasihi Sheikh wangu, nifanye nini? Kunasihi, nenda kawaambia wazazi wako. Wajua sasa akija masuala ya kisampuli hiyo, japo kwa yana uzito wake tena ya kusikitisha, ni kwa kuwa isiwe kuwa achitalaka ndiyo maguruneti yetu ya kuwa tumeashika mikononi. Usipofanya hivi takulepua. Ndio. Wakati mwingine hata ukisema takulepua, mtu kuambia nilepua kuishi. Tusendeni kinamna hiyo. Kwa nini ulazimishe yasiyokuwa ili uwafanye ndio? Kwa nini ndio kwako sio? Ndio
ni kumuingilia kwa njia itakiwao, kwa namna yoyote, tena kwa staili yoyote, kupitia kwa Qur'ani ilivyosema annashitum. Lakini kugusagusa pengine na usipotaka kisha ukawasema huntisha kwa talaka, ndio mpe nasaha. Sema hata kwa wazazi wako, kukosa wazazi kama wamekufa mengine, mpe nasaha, mtumie wenye kumpa nasaha. Akikubali fabiha, asipokubali kujitenga naye ni aula, kwa sababu ya kumridhisha Mola wako tabaraka wa taala. Lakini tusifanyeni hivyo. Na tuweza kusema ya kuwa hayo ndiyo yaliyopelekea haya, mpaka wanawake kwa wanawake na wanaume kwa wanaume. Uanzilishi wake huwa ni hii ya waume wa halali wenye wake wa halali kutaka kuwaingilia kinyume na halali ilivyo, wakaata pa halali wakashika pa haramu. Na hilo haliji tu, huanza kwa uchangulizi, na uchangulizi kisha hukupelekea kwenye jambo. Na ni kama tulivyorudia, wanavyuoni wa fiqh wasema nyasila, barabara za kukupelekea kwenye jambo hupewa hukumu ya jambo lenyewe. Mafahamu? No. Zina kabla hujazini, ya kukupelekea kuhonga, ahadi, promisi, kwenda na hapa, kwenda kula mahoteli pamoja, nini mpaka mafaragha, hayo yote hupewa dhambi za zina na itakupelekea kwenye maksad. Kana ambao wasailul ma'murat, nyasila barabara za mambo ya maamrisho, hupewa hukumu ya maamrisho. Na barabara ya mambo ya makatazo hupewa hukumu ya katazo. Hata kuna msemo pia wanafika wanasema, ash-shari'u, aloweka sharia ambaye ni Allah, idha naha shay'an, akikataza jambo lolote, sadda turuqa, huja kaziziba zile barabara zote za kukufikisha kwenye lile jambo. Ndio. Wallahu aalam. Naam, shukran sana Sheikh. Tukaenda kwenye swala lingine, ni swala ambalo tumekuwa tukiulizwa kila wiki. Ni kwa sababu watazamaji wetu wameliuliza, tutakuwa ni wenye kuwajibu hivyo hivyo. Anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu rahmatullahi. Mwanamke akiwa katika hedhi anaweza kusoma Qur'ani kupitia kwa njia ya simu? Wako walijuzisha, iko kauli ya wanavyoni aweza kusoma kupitia kwa simu, kwa sababu haupewi hukumu ya msahafu kuwa umeushika. Ama kwenye kuushika kuna walosema bihailin, kwa kizuizi kama amevaa gloves na vitu vingine, wako walosema kinamna hiyo. Lakini pia wakaruhusu aweza kushika bali na kusoma, saa ikiwa itakuwa ni tafsiri, kama mathalan ameushika ule msahafu wa tafsiri. Hivi ndivyo walivyosimama msimamo wa wanazuoni, na sisi twende kwenye dira hizo inshallah. Allahu aalam. Naam, shukran sana Sheikh. Kwenye swala lingine anasema assalamu alaikum, nafaidika sana kwa majibu yako. Anasema Sheikh, nataka kujua, je, hizi saumu zangu nitapokonywa? Maana katika hadithu Qudsi Mtume amesema saumu ni yangu na mimi ndo najua malipo ya mwenye kufunga. Hiyo ni hadithul Qudsi, ni Mungu aliyosema. Sasa sijielewa kupokonywa kinamna gani, kwa sababu amesema saumu ni yangu na mimi ndo najua malipo ya mwenye kufunga. Kwa sababu na wasiwasi, ala, basi maadamu ashatuambia kuwa yeye ajua aliyefunga kweli, ndio mimi naweza kwa watu kajitokeza nimefunga na kawa sikufunga. Kwa hivyo hii ni siri ya kina anaijua Mungu. Kwa hivyo Mungu ajua mfungaji nani aliyefunga, na maadamu ndiye anayejua, yeye ndiye mjuzi wa kujua atakayelipa kwa huyo aliyefunga. Kwa hivyo sio na wasiwasi. Wewe kufunga kutakiwa kufunga, ujifunge na yatakiwayo mtu kujifunga. Si kufunga tu, kufunga mdomo kutokula, ujifunge na mengine. Basi na ukijikurubishe kwa Allah tabaraka wa taala, ili usitoke kwenye kuata kulipwa kwa ujuzi wake Mwenyezi Mungu anaojua, kwa kukujua na kumjua nani mfungaji halisi katika ibada hii ya saumu, ikiwa ndivyo tulivyolielewa hilo swala. Naam.
Kwenye swala lingine Sheikh anasema ijue dini yako. Naam. Ni sawa kuinua mkono na kuomba dua baada ya hizi swala za faradhi? Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hadithi iliyosihi ni kuwa huona haya mja akiinua mikono yake kumuomba amregeshe sifra ala shimal, kwa maana asinjibishe. Kwa hivyo na maana ni adabu kubwa kuinua mikono kumuomba Allah tabaraka wa taala, na hilo pia katika baada salati almaktuba au almafrudha waweza kuomba kwa kuinua mikono, isipokuwa nimenukuu baadhi. Kuna sehemu ambazo huwa hazifai kuinua mkono, kama kuwasema la yushra'u raf'u liyadaini fi dua, si sheria kuinua mikono miwili katika dua. Idha kana dua juz'an min ibada, ikiwa ile dua ni sehemu fungu katika ibada, ni sehemu katika ibada, lam yunqal ani nabii sallallahu alayhi wasallam, ambayo haikutukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Raf'u liyadain, kutukuliwa ile kuinua mikono fiha. Wa abrazuha ad-du'a wa athna as-salat, kama dua katikati ya swala, wewe endelea kuswali eti dua ukainua mikono katika swala. Ndio. Fi sujudi baina as-sajdatain, kusujudu kati ya sijda mbili ukainua mikono, hamna. Au baada at-tashahhud qabla as-salam, baada ya tashahud ushamaliza kusoma tahiyatu hujatoa salamu ukainua mikono kuomba dua. Wa du'a al-khatibi fi khutbati al-jum'a, dua ya khatibu katika khutba ya Ijumaa hamna kuinua mikono. Yeah. Au al-Eid illa fi al-istisqa, isipokuwa katika sala ile ya kuomba mvua. No. Kama la yurfa'u al-yadayn fi at-tawafi was-sa'i. Kwa hivyo pana sehemu ambazo haifai kuinua mkono, haikupokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini sehemu nyingine nyingi ni katika adabu mtu kuomba kuinua mikono, ikijumlishwa katika as-salawatul maktuba, katika tulivyowanukuu waheshimiwa wanavyoni. Wala ilmu inda Allahi tabaraka wa taala. Naam. Naam, shukran sana Sheikh. Swala lingine anasema asalamu alaykum, ijue dini yako. Salam. Kisha kauliza Sheikh, katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunajua kwamba alikuwa akivaa nguo kwa mkono wa kulia na vile vile akivaa viatu na mkono wa kulia na vitu vingine. Hasa nauliza katika kuvua pia ni sunna kuvua kwa mkono wa kulia? Bila shaka. Ikiwa akivaa ndio mantuku nas huvaa kwa mkono wa kulia, tumefahamiana? Ndio Sheikh. Basi ukivua ni hivyo hivyo, tumefahamiana. Au tunaweza kusema ukivua iwe nkivyovote hamna wasiwasi, kwa sababu mfano kana kuingia choni unaingia kwa mguu wa kushoto, ukitoka watoka kwa mguu kwa mguu wa kulia. Lakini weishika hivi ya kuwa mtume alikuwa akipenda sana lolote alifanyalo huanza kwa mkono wa kulia, isipokuwa kwenye mambo fulani. Mafumu kwenye mambo fulani kana hali yotajwa kuingia choni nkivingine, kutoka nkivingine, alesi kadhalik. Lakini ilikuwa mtume kwenye mambo mengi, kwenye kuvaa viatu kwake, kwenye kutana kwake nyele na mengine, alikuwa akipenda sana kuanza kwa mkono wa kulia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Na swala lingine ambalo limetufikia Sheikh, anakuuliza asalamu alaykum, vipi hali yako? Alhamdulillah. Kisha anasema afwan, nauliza kuhusu maulidi ya mtume. Je, yafaa kusoma maulidi? Ikiwa kutoka zamani, kutoka yande haya kuulizwa mpaka leo tena hata yamekuwa makukuu, mafumu? Naam. Hujafahamu tu, mimi naomba lisimame, kwa sababu azali sana, azali ndakichambo sana ya masala maulidi haya yako hakuna methubuta kuthubutu, tumefahamiana? Yeah. Lakini kinamna yoyote shika maulidi kwa maana mazazi, na mazazi hakuna loko tofuone, kila lokuja katika dunia alizaliwa. Kwa hivyo na mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa. Ukikusudia mengine honi mkondo mwingine, tuachilie hapo, kwa sababu umeelezwa kwa mbinu nyingi sana sana. Lakini maadamu umeuliza, shika
wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubora wa uongofu ni uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwenye hili, kwenye kusudio lilokusudia kwa hayo maulidi nini? Picha yako na sura yako na uswa na kudwa, mtazame yeye kwenye hilo alivyofanya fanya. Wallahu alam. Sawa. Tuende kwenye swala lingine Sheikh. Anasema niko na swali kuhusu hizi swala za sunna. Naam. Wewe una kawaida katika kuziswali hizi swala. Naam. Swali ni kuwa umepatikana na dharura kama dhuha na hizi kablia na baadia ukaacha kuziswali. Je, itakubidi uzilipe maana una uzoefu wa kuziswali zile swala? Katika huo uzoefu wako walisema uzilipe wako, lakini kauli yenye nguvu ambao ni jumhur ni kwa kuwa ya kulipwa katika swala za sunna ni ile yani rakaati al-fajr, raka 2 za alfajiri ambazo ni khairu minad dunya wa ma fiha, juu ya kuwa yako makala ya wanavioni ya kusema ndivyo ulivyozoea waweza kuzilipa. Lakini kwenye sunna ambayo ilikuwa ikilipwa mara nyingi ni ule alokosa ile rakaatei alfajiri. Lakini pia hapo hatujapata vizingiti wa kupata ujira kwa tulilolizoea kulifanya. Hadithi zilizothubutu ni kwa kuwa jambo ulilolizoea na jambo uliloliwekea nia kutaka kulifanya usilifanye, Mungu kulipa kwa nia yako. Bila shaka hali tatoka hili ya kuwa hizi hutaki uzikose, lakini ukakosa kwa dharura zisizoepukika, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kukulipa kama ambavyo ni mazoea yako kwa kulifanya lile jambo. Na ilmu kubwa iko kwa Allah tabaraka wa taala. Naam. Shukran sana Sheikh. Tukienda kwenye swala lingine, vijana nakuja kwako kutaka usaidizi sasa. Naam. Anasema asalamu alaykum. Vipi hali yako Sheikh Bahero? Alhamdulillah. Anasema vijana wengi hawataki kuoa kwa sababu mahari ni mengi. Suluhisho lake ni lipi? Suluhisho mbali tunavyokwenda kuposa kwao ambao ni wazazi. Naam. Wafanyiwe mkutano kuzungumzwa jambo kana hili na wapewe nasaha. Mahari yako hivyo vote utakavyo, ikiwa mtu una uwezo wa kuwatoa hayo mahari, na anawajibika mwanamke kupewa mahari kwa sababu hili ni jambo la lazima, ni haki yake. Lakini lilizungumzwe yasahilishwe kwa sababu baraka nyingi alizozisema Mtume ya ndoa iko kwenye uchache wa mahari. Bora maelewano tu, japokuwa hadi kupingwa pia la mahari kuwa kiwango cha juu kulingamana na hali zilivyo, lakini si kiwango cha juu mpaka kikamfanya mwenye kutaka kuoa ashindwe kuoa. Hilo ni jambo la mazungumzo na ni jambo la maelewano, na nina hakika akipenda Mwenyezi Mungu kulingamana na hali na wakati ulivyo na ufisadi ulivyo, kukenda kukizungumzwa kutapatikana suluhu, ili kutoke upepo ya watu wanaotaka kuoa katika vijana waweze kulifikia jambo kama hili, na Mwenyezi Mungu atusahilishie yaliyokuwa na mazito. Na Allah tabaraka wa taala asema tutefuteni sababu, tuzungumzeni, sayajalullahu ba'da usri yusra. Naam, shukran sana Sheikh. Tumalizie swala hili kisha tupate mapumziko mafupi inshallah Sheikh. Swala lenyewe linasema nina mke wangu ameshuta mbele ya umati, nimfanyeje? Nataka tu makini, lakini katika kuuliza maswala mengine. Yani si kwa ubaya ndugu zangu katika imani, twapenda kuulizwa na twapenda kujibu, kuelimishana, lakini mpaka katika kushutiana hapa kidogo tuweni makini. Maana mimi sina la kukwambia umfanyeje, imekuja dharura limenitoka. Hata kama mbele ya watu mwanadamu si kamili kweli, yaweza uko mbele ya watu wala usijigambe. Aweza wewe sasa umeliuliza swala kesho ukapiga wewe mbele ya umma, mambo tokea. Sasa mimi sijui nikwambie ufanyeje, kwa sababu ni jambo ambalo mtu hakusudii. Tumefahamiana? Ndio. Kwa hivyo kusitokene uchesi, sababu ni hiyo. Kila mmoja muombe Mwenyezi Mungu sitara, kwa sababu ukamilifu ni wa Mungu, na hayo ni katika upungufu wa mwanadamu na ubinadamu. Kwa hukusudia yakatokea, kwa hivyo usitefute la kufanya kwa sababu jambo hilo. Mwenyezi Mungu atustiri.
Naam, shukrani sana Sheikh Ali Bahero. Utaruhusu tuende kwenye mapumziko mafupi na insha Allah muda usio mrefu tutakuwa ni wenye kurejea ili kupata kuendelea na yale maswali ambayo tumeulizwa na nyinyi watazamaji wetu, na insha Allah tuweze kuyakamilisha maswala yenu. Tupate tangazo kwa sasa. Al-Hajar Creations ni wataalamu wa kutengeneza keki na biskuti zenye ladha. Tunatengeneza keki kwa viwango vya juu zaidi, tukizingatia ubora wa viungo, usafi na umakini wa kila hatua. Kila oda huandaliwa kwa makini kulingana na mahitaji ya mteja na aina ya tukio. Kuanzia birthday, harusi hadi sherehe za kifamilia, tunahakikisha ladha, muonekano na ubora vinabaki bora zaidi. Al-Hajar Creations, tunaweka thamani kwenye ufundi, muda na kuridhisha wateja wetu. Kwa keki na biskuti zenye ladha tamu, muonekano wa kuvutia na ubora unaoaminika, chagua Al-Hajar Creations. Al-Hajar Creations. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina kamili naitwa Ustadh Abubakar Bausi, ni miongoni mwa walimu wa dini na vile vile wahubiri katika dini ya Kiislamu. Nachukua fursa hii adhim kuweza kupongeza Al-Hajar TV kuwa ni miongoni mwa televisheni ambazo zitatoa faida kemkem kwa jamii yetu ya Kiislamu na wasiokuwa Waislamu. Ni fakhri kwetu kubwa katika mwambao wa Pwani kupata mtandao kama huu wa kuweza kuelimisha jamii kwa upande wa siasa, kwa upande wa dini, kwa upande wa maadili na kwa upande wa malezi. Kwetu sisi ni fakhri na tunaiombea Mungu insha Allah iweze kuwa na diwamu ya kuweza kufaidisha umma wetu na kuleta mustakbali mzuri kwa kizazi kinachokuja na cha sasa hivi. Kwetu sisi ni kutoa kongole kwa mtandao kama huu ambao unaweza ukapatikaniwa hata kwa kuweka area yako juu, ukaweza ukapata mainstream na ukapata vipindi mbalimbali vyenye madurus, vipindi vyenye malezi na mauidha tofauti tofauti. Ningeomba jamii ya Kiislamu na hata wasiokuwa Waislamu walioko katika mwambao wa Pwani na hata ulimwengu mzima kuweza kumulika na kuhakikisha mtazamo wao adhim uwe ni kuangalia Al-Hajar TV. Tunaipongeza na Mungu aibariki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Hajar TV, watu wanastafi. Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena watazamaji wetu wa Al-Hajar TV katika sehemu ya pili ya kipindi chako hichi cha Ijue Dini Yako. Na kama ada yetu katika sehemu ya pili tunakuwa ni wenye kuwafungulia simu zetu kupitia namba 0722 600 333. Mwelekezi wetu insha Allah ataweza kukuwekea namba zetu hapo chini. Ikiwa una swala lolote, fursa ni yako. Tupigie simu, tuma ujumbe au ututumie message kupitia WhatsApp na moja kwa moja insha Allah nitapata kumuuliza shekhe. Na vile vile tutumie hilo swala lako kupitia YouTube na nitaweza kumsomea shekhe. Kama sasa hivi nitaanza na swala la ukhti anaitwa Iqbal Umar, anasema Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Ali Bahero anasema Ijue Dini Yako. Swali langu la leo nauliza, kati ya usiku wenye cheo, yani siku ya Lailatul Qadri na masiku 10 ya Dhulhijja, gani ni bora zaidi? Kwa ufupi sana binti, ni kuwa usiku wenye cheo ni hicho kipindi kinachopatikana usiku, ndicho kipindi bora kwenye nyakati za usiku. Na masiku 10 haya ya mfungo 3 yana ubora wake kwenye upande wa mchana. Kwa hivyo hapa pana ubora kwa upande wa mchana na kule pana ubora kwa upande wa usiku. Ndivyo alivyojibisha Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibnul Qayyim al-Jawziyya, akasema
Hapa ndipo pahala komavu alivyojibu shekhe wangu. Wallahu aalam. Naam, naona shekhe simu wa kwanza tayari ishaanza kuingia. Utaniruhusu tuweze kuipokea. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu yangu, kwa majina unaitwaje na unatokea wapi? Musa Ali kutoka Mombasa. Musa Ali kutoka Mombasa. Naam Musa, swala lako? Swali langu, salatul janaza ndio ina umuhimu wa kuwa na safu za karibu ama vipi? Maana naona mara nyingi huwa na watu wanasali karibu na safu zinyoki. Naam. Ni hilo peke yake swali? Naam, hilo peke yake. Shukran sana ndugu yetu Musa Ali. Anauliza kwamba swala za janaza ni muhimu watu wapange vile vile safu au wakikaribiana pia ni muhimu wapange swafu kama vile tunavyoswali swala za faradhi tunavyopangana. Ndio Sheikh. Lakini Allahumma ikiwa msongamano ni mkubwa sana kule kukurubiana kwa sababu ya ufinyo pengine wa msikiti, tutatukua udhuru huo. Lakini itakiwavo ni watu kusimama kama inavyosimamiwa katika swala nyinginezo. Wallahu aalam. Shukran sana. Shukran sana Sheikh. Utaruhusu tuchukue swala moja ambalo naona nimeweza kuingia hapa, lakini kabla hapo naona kuna simu pia imeweza kuingia kutoka kwa ndugu yetu Khalid. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Khalid, vipi na wewe? Naam, shukuru Allah. Vipi na nini? Alhamdulillah, tushukuru. Naam. Naam. Na swali moja kwa Sheikh Aitala. Ndio. Naam, katika Qur'ani. Naam. Ndio. Kuna mashtaka Rasulullah ataenda kumshtakia Allah kwa umma wake. Naam. Ile aya katika suratul Furqan. Naam. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محذورا. Naam. Naam, sasa kulingana na hali tunazoishi saizi na katika tafsiri yasemekana kuigura Qur'ani kuna upande nyingi, kuhukumiana pia katika tusipohukumiana katika Qur'ani ni kama tumeigura, sio? Naam, sasa alikuwa ndaka shekha tufafanulie, maana saizi hukumu nyingi hazitolei yani hazikati kulingana na Qur'ani inavyosema. Itakuwa tumeihama, tuko katika hiyo group ya kuhama Qur'ani ama vipi? Akipenda ni swala zuri sana. Ndio Sheikh. Lakini ahadi Mwenyezi Mungu akituweka hai na uzima, baada al-maghrib siku ya Jumamosi tutakuwa na muhadhara Migadini. Na mada taifanya ni mada hii swala ya kuwa kuigura Qur'ani ni vipi. Nitakupa mbinu, sisemi zote, lakini nyingi walizozizungumza wanavyoni ya kwamba huku kote huhisabiwa ni kuigura, likiwemo liloligusa. Kwa nini tusiombe Mungu na tukaona subra na mukafuatilia moja kwa moja muhadhara kutoka masjidi yani Yusuf siku ya Jumamosi baada al-maghrib? Mada itakuwa ni hiyo tena kwa ufafanuzi wa kina. Jazakallah khair. Kwa hivyo swala la ndugu yetu limetupa mada ni muhadhara. Insha Allah kama Sheikh alivyotuarifu ni kwamba siku ya Jumamosi baada salatul maghrib atakuwa na muhadhara katika Masjid Yusuf eneo la Migadini. Nyote mnaalikwa insha Allah, na wale ambao watakuwa nje ya Mombasa, hakika sisi kama Al-Hajar TV tutaweza kuipeperusha mubashara kabisa darasa hiyo kupitia Star Times, Pang free to air na kwenye mtandao wetu huu wa YouTube. Sheikh, kwa sababu umetaja darasa siku ya Jumamosi, wacha nikuulize kabisa, huwa tunangojea paka mwisho, lakini Ijumaa hii insha Allah tutakuwa naye. Lakini kabla hapo naona kuna simu inalia, wacha tuipokee. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, vipi hali yako? Mzuri. Alhamdulillah. Kwa majina naitwa Ahmed. Naam, ningependa mwanzo kupongeza kipindi cha Sheikh Bahero, kipindi kizuri. Mungu mjaze kheri, Allah muhifadhi inshallah. Amin amin. Amin amin. Shukran. Mzima Al-Hajar TV. Mashaallah. Swali langu Sheikh Bahero ningependa kuuliza la leo ni kwamba wakati wa nyuma watu walipokuwa kwenda hija na umra walikuwa wakiruhusiwa baada ya kufanya umra kuingia kwenye Al-Kaaba na kanzu na kofia.
Lakini miaka michache iliyopita serikali ya Saudia wamezuia, wataka watu ambao wamevaa ihramu peke yake ndio waende kwenye Al-Kaaba. Sasa yabidi kama wataka kwenda maybe labda wewe huna azma kwenda kufanya umra, lakini ufa ile ihramu kwa sababu upate nafasi ya kwenda kule kwenye Al-Kaaba. Sasa pale utakuwa umedanganya ama hukumu yake vipi Sheikh Baher? Kama mwanzo umenielewa. Na jazakallahu khairan. Shukran sana mzee Ahmed Sheikh. Mimi naona pia katika urahisi, ukitoka hapa toka uenda kufanya umra, kwa hivyo itakuwa hakuna krosi nyingi. Ni kwa kuwa utakuwa umevaa ihramu kwenda kufanya umra wako, utaingia tu bila udhia wote, ikiwa hilo liko kana vile jinsi ulivyouliza. Kwa hivyo wewe ukitoka tu nia ya kufanya ibada, unaweza kufanya umra, ukienda utalazimika ile kuvaa ihramu. Utafanya ya kufanya stahiki, utavua ihramu, utavaa kanzu yako. Hili ni jambo linalojulikana. Na kwa upande mwingine, hata kama hukwenda kufanya umra, lakini umeenda kule si kwa nia ya kufanya umra, situmai kwamba kuna uzito wa kuzuilika kuingia na nguo kawaida, na hali ya kuwa wewe si katika jumla ya kufanya hili la umra. Tumefahamiana? Maana hata ukiingia hapo si kwa ajili ya umra, lakini inama tawafu fil baiti as-sala, kuingia tu kuzunguka, hili ni jambo. Lakini ala kulli hal ni swala zuri mzee, na tutalifanyia istifsari zaidi ili tulipatie ukundufu zaidi wa kulikundua jibu la swala lako. Mungu akujaze kila la khair. Naam, shukran sana Sheikh. Wacha tushike swala ambayo tumeweza kuulizwa. Anasema asalamu alaykum, vipi hali Sheikh wangu Bahero? Ulikuwa ukizungumza kitu nafikiri katika ni kuhusiana na siku ya Ijumaa. Kila siku ya Ijumaa nikitangaza mara uko Masjid Rahma, mara nyingine uko Masjid Baraka, lakini alhamdulillah tunamshukuru Allah, Ijumaa hii utakuwa pamoja nasi katika Masjid Yusuf eneo la Migadini. Pia tutaweza kupeperusha mubashara khutba yako ya Ijumaa. Sheikh, iko na khutba ya Ijumaa, mada yako ambayo umeandaa itakuwa ni kuhusiana. Mada ya Ijumaa itakuwa ibada yangu itakoma lini? Iko siku ibada ninayoifanya itakoma? Ndio. Itakuwa ndio khutba, tutaielewa hapo. Ibada hukoma, na kama hukoma lini? Hukatika. Kama hukatika lini? Ikabahatika na ule mwenzetu akauliza swala, ikazusha muhadhara. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akitia taufiki, atakuwa ameufanya wema mkubwa sana. Ulimwengu ukifuatilia na wakielewa, itakuwa yeye amenali kwa ujra, kwa sababu amekuwa sababu ya neema hizi. Hii itakuwa ndio maada yangu kwenye Masjid Yusuf inshallah. Naam, shukran sana Sheikh Ali Bahero. Niruhusu tushike simu nyingine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti yako ndugu yangu iko chini, kwa hivyo utatupigia tena ili tuweze kuelewana kwa uzuri zaidi. Sheikh, tukiendelea na maswala yetu, anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali Sheikh wangu Bahero? Kwanza shukran sana kwa elimu unayotupa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pili anasema kuna hadithi inayosema ukisoma Sayyid istighfar jioni au usubuhi, basi kinachokuzuia wewe na pepo ni kifo tu. Je, ukiwa na madeni? Utaturuhusu shika simu? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Simu zimeweza kuingia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Alhamdulillah. Vipi naye? Nashukuru alhamdulillah. Ismail Abi. Naam, Ismail Abi. Niko na maswali mawili hapa. Ndio. Swali la kwanza, kuna jamaa yangu ameniambia ameenda maziarani. Ndio. Sasa alipoingia maziarani akaona kuna jamaa ametia mbuzi wake pale kama dizani kwenda kulisha pale maziarani. Sasa je, hii hukumu ya kuuza wanyama pale maziarani, je, ni sawa? Ndio. Swala la pili? Swala la pili, mfano mtu anasoma. Ndio.
Sasa katika kile akisoma, pengine leo nimesoma, naam, kesho nikasahau kile nilichokisoma jana. Ndio. Sasa nikajitahidi kutafuta suluhisho ni lipi ambacho nilikuwa nikisoma, masomo yalikuwa yakikaa akilini, lakini baada ya muda nikaanza kusahau. Ndio. Sasa je, nitatumia mbinu gani ili niweze kurejesha ile ya kuhifadhi masomo kwenye akili? Shukran sana ndugu yangu Ismail Ali kwa maswala yako. Kuna simu pia imeingia sahihi shekhe, utamruhusu tuweze kuipokea. Naona amekata tayari, lakini watakapopiga wawe na subra. Alhamdulillah. Ismail, swala lako. Simu ndio hiyo shekhe. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Vipi nawe Muna? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Ndio. Kama kwa mfano mtumiaji wa dini kabisa hajasoma hata alifu be, hajui hata vile inaandikwa, anajikuta kupronounce lakini hajui vile inaandikwa. Alafu haya anafuatilia tu malengo ya mashehe hivyo mbalimbali, kusikiliza hizo nasaha. Swali langu daja hapa, utajuaje huyu shehe wa dhehebu fulani, yaani kama hivi Sunni ama dhehebu lingine, na madhara yake yatakuwaje? Kwa mfano, kuna mawaidha mengine nilisikiliza, wanasema mtu kama yuko kwenye swala, ndio swala ya farad, naam, hawezi kuomba dua, hufai kunyanyua mikono. Ndio. Lakini sasa nikauliza watu wenye naongea nao, wakasema wao mambo hayo hawayajui. Ndio. Shukran sana ndugu yetu Muna. Ni dada yetu ambaye alislimu kwenye kipindi shekhe, kama unamruhusu unamkumbuka yani. Kwenye swala lake anauliza, kwa mfano mtu hajasoma dini kabisa, na wakati hajasoma dini akasikiza mawaidha ya shekhe, watazamaji wetu wataturuhusu kwa sasa kidogo tuweze kuifunga simu yetu, tujibu yale maswala ambayo tumeweza kuulizwa, kisha tutarudi kwenye maswala. Anauliza, kwa mfano mtu hajasoma dini kabisa, kisha awe anasikiza tu mawaidha ya mashekhe, atajuaje ya kwamba shekhe huyu yuko kwenye madhehebu fulani? Yani usiwe na hamu ya kutaka kujua kwenye madhehebu fulani. Naam. Kwanza kuwa na hamu ya kutaka kuelimika kwa kusoma na kusikiliza. Na kwenye huko kusikiliza hutaata kujua ama kuambiwa nenda kwa shekhe fulani ukasome. Ndio. Maana utapata ufafanuzi na uwazi zaidi, isipokuwa ukipicha ubinadamu, kwa sababu ukamilifu ni wa Mungu. Ili uende kusoma kwa shekhe mwenye ikhlasi katika kusomesha kwake, aloilenga Qur'ani na alolenga mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manake madhehebu ya kipekee ni alolenga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hata hawa wenye madhehebu ambao ni ashabul madhahib al-arba'a, wote jitihadi yao ni kulengesha watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Sirin asema elimu hii ni dini, kwa hivyo tazameni pa kuchukua dini yenu. Kwa hivyo pia tazameni pa kusoma kwenu, tazameni pa ufafanuzi wenu wenye kufafanua, ambao kite chao ni kutaka kuwalengesha watu kwenye madhehebu sahihi, na ni yale ya Mtume Muhammad alayhi salatu wa taslim, kwa ufupi sana. Na mtu ujitahidi kutaka kujua na kuulizia pa kusoma. Naweza kukupa mfano, na siipigi mfano kwa kuwa ni tamayuz ama na elimu mno ama la. Lakini alikuja alosilimu kutoka Nairobi, tena ni mwanamke ambaye alikuwa ni band master kwenye kanisa fulani, akitegemewa kweli kweli. Lakini alikuja kwenye nchana ukaa,
akauliza pa kusoma. Ndio. Watu badala ya kumlekeza popote ambapo sawa, lakini walimpata hadhari ya wasije kwangu kusoma na madarasa yangu. Basi akapelekwa kwa wao kumpeleka madarasa ambazo nyingine, akaenda akayaona aliyotoa statement yeye mwenyewe. Mbona nimetoka kule nimekuja huku, nimeapata yaliyokuwa kule huku, lakini tofauti ni kwa kuwa kule ilikuwa niliyoyapata kamili tena raha, lakini hapa nusu, hapa si pahala pa kusoma. Hatimaye billahi aliuliza akaelekezwa, kule kwetu tuna kitengo cha muhtadayatul jududa venye kusilimu upya katika mama. Amesoma mpaka amemaliza Riyadhus Salihin, akapata safari akaenda zake Riyadh, miaka yote akaenda huko na akanunua vitabu akasoma. Hivi sasa ni msomi wa kutegemea. Tazameni pa kusomwa na mutazame wenye kusomesha. Mungu atakupa taufiki kwenye jambo la usawa. Wallahu alam. Naam, shukran sana Sheikh. Tukienda kwenye masuala ya ndugu yetu Ismail Alwi. Swala lake la kwanza aliuliza, umeenda maziarani akaona jamaa anatia mbuzi kuwalisha wale mbuzi wake pale maziarani. Hukumu ya jambo hilo ni gani? Mimi sioni kwamba yani kwa muono ya heshima ya maziara. Ndio Sheikh. Si vizuri. Maana mbuzi wataparaga ya makaburi kwenye kulisha kwao. Ndio. Na kwenye kuparaga hakuna mahodari katika wanyama wa kunya kama mbuzi. Sasa itakuwa ni maziara yote, makaburi yote mavi ya mbuzi. Hapana. Atazame pakulisha kwa adabu ya wale wafu na yale makaburi. Tumefahamiana sana? Ndio Sheikh. Kisha kitu kingine, hata wewe umewatia kwenye pahala pa maziara. Bila shaka utakuwa ukiwachunga, ikiwa huyakanyagi wewe, yatakuwa kikanyagwa na wale wanyama. Na haikomei kwenye kukanyaga tu, kunya na kukojoa juu ya, itakuwa wewe ndio ulosababisha. Tupeni heshima na adabu yake kwenye yale maziara. Ndio. Kulimwe, kusafishwe, na mwenye wanyama wake sehemu ni nyingi ya malisho. Ama nenda kasafishe yale manyasi yote yatukue, uende ukawalishe mbuzi wako kwenye maboma na magaso yao. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ikiwa nimepata na ikiwa nimekosa sikukusudia. Alokuwa na usawa azungumze ambalo la usawa. Naam, shukran sana Sheikh. Tukienda kwenye swala la pili na ndugu yetu Ismail Alwi. Anasema mtu amesoma leo. Kesho ikifika amesahau kila kitu ambacho amesoma jana. Sasa anatafuta suluhisho. Atumie mbinu gani Sheikh? Hebu kwanza tumia mbinu ya kurutubika ulimi wako kwa kumtaja Mungu sana. Tumefahamiana? Ndio. Basi mkumbuke Mungu na mtaje, fanya adhkar sana, hasa Mwenyezi Mungu akakupata nabuhi na kukumbuka ulichokisahau. Naam, shukran sana Sheikh. Tuendelee na maswala yetu. Kulikuwa na swala nilikuwa nakuuliza kabla ya simu kulia, ni kuhusiana na hadithi inayosema ukisoma Sayyid Istighfar jioni au asubuhi, basi kinachokuzuia wewe na pepo ni kifo tu. Je, ukiwa na madeni unakuwa vipi na adhabu ya kaburi na uchungu wa mauti? Kivyovote takavyokuwa kwenye uchungu wa mauti. Ndio. Kuna ambao wanasahilishwa kutolewa roho zao zikatolewa kwa wepesi. Kuna ambao pia hutolewa roho kwa ugumu. Umeenda mbele za haki tu. Ikiwa una madeni yako hutukuliwa dhamana na walo wako, huwa huna tena dhima imechukulia na walo wako. Wewe umeenda kivingine, huna madeni. Kwa hivyo hukumu za saumu zako mbele ya safari haito hata kuwa kama ilivyo. Haiwezi kuwa kuna pingamizi kwa kuwa una madeni, kwa sababu afae husimama wenye kudhamini, ikawa ile dhima iko mgongoni mwao. Wallahu alam. Naam, shukran sana Sheikh Ali Bahero. Kwa sasa tumeendelea kuwafungulia simu zetu watazamaji, wana fursa. Naona simu ya kwanza ndio hiyo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina unaitwaje na ni mkazi wapi? Mimi naitwa Yusuf Abdullah Muhammad. Naam, Yusuf Abdullah. Mimi niko na swali langu nitakumuuliza Sheikh. Naam.
mimi niko na mke wangu lakini uko nje. Uko sema kama Amerika ama Canada huko. Ndio. Lakini kwa huyu mke tuna nini ugomvi kwa muda wa mwaka mzima. Ndio. Sasa huyu mke mimi nimempa talaka. Hata baada ya kumpa talaka kumbe kwenye siku zake. Ndio. Huyu talaka imeshuka. Naam. Swala ni hilo peke yake? Ni hilo tu. Shukran sana kwa swala lako. Na talaka hupicha ukimwata kiweko katika ada juu ya kuwa imeitwa ni talaqun bid'i, ni talaka ya bid'a hiyo. Manake kuna na talaqu sunni. Talaka kisuna ni kumwata mwanamke kwenye tahara ambao hukumuingilia. Na talaka ambao ni bid'i ni kumwata mwanamke kwenye ada yake. Lakini arrajihu min aqwal ahli alilm ni kwa kuwa talaka inapita. Mungu akujaze kheri kwa swala muhimu sana. Naam, shukran sana Sheikh. Tukishika swala lingine anasema ijue dini yako. Swali langu ni kama mtoto wa kiume amempenda mwanamke na mama yake hakuridhika na yule mwanamke ambaye nataka kumuoa, akapinga sana mimi kumuoa, lakini mimi nikaamua niende nimuoe hivyo hivyo huyo mwanamke. Je, ni sawa ama hukumu yake itakuwaje hapa? Kuna pande zote mbili tunazoziona yaweza kuwezekana. Yaweza mzazi akawa na makosa kwa sababu hukuwa na makosa kwa chaguo lako kwa kuwa nguvu yako. Na yaweza wewe kuwa na makosa kwa kuwa mzazi ameona usiyoyaona, wewe wataka kwa kufinikwa na mahaba na mapenzi. Yote huwa pengine mama au baba ameona ule mlango utakao mwana wetu kadhaa, kuna dini ni kadhaa, wakakukataza usioe. Mafhumu? Hapo wana haki, wazee hawalawiki. Lakini kuna na kuwa na haki wewe kwa kumempenda, mumeridhiana na hakuna tatizo lolote kwenye ukoo, kwenye mlango na yeye mwenyewe. Hapo ni kuzungumzwa na kukinaishwa, wazazi waonyeshwe ya usawa na watayaona, kwa sababu kwenye kuoana ni kuridhiana pande zote mbili na kupendana, na ile kafaa ipatikane ya kuwafikiana kidini. Kwa hivyo kwaweza kupatikana kosa kwa upande wa wazazi na kwaweza kupatikana kosa kwa upande wa mtoto. Mzazi akakataa, ameona usiyoyaona, au akakataa yeye hajui alivyo, ni kufahamishana tu. Wallahu alam. Naam, shukran sana Sheikh. Kuna simu imeingia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzeni. Alhamdulillah. Mashaallah. Mwanzo napiga kupongeza kipindi, mashaallah. Shukran. Kipindi kizuri, Mwenyezi Mungu awajaze kheri Sheikh na staff wote wa Al-Hada. Amin. Hapa kuna swali si langu, nimeambiwa niulize. Ndio. Asema huyu bwana. Naam. Mke wake alimshika mashati. Kwa hasira akamwambia lazima uniache. Yule bwana kama hana nia kumwacha. Yeye ataka kutoka, wakasumbuana, ikabidi amwambie bwana sikuachi mpaka nipe talaka. Ndio. Yule bwana akamwambia nishakupa talaka. Ni wapi nilizamu. Yule mke akamwambia bwana mpaka utoe pili, akamwambia nishakupa ya pili. Ndio. Akamwambia basi mpaka utoe na tatu, maana yake mimi nijue hapo umeniata kweli kweli leo. Akamwambia nishakupa na tatu, ni wapi? Ndio. Lakini yule bwana hakuwa nia yake kutoa talaka hata mmoja. Sasa je, hiyo talaka ilipita? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana. Naam. Jazakallahu khairan. Tutaangalia zile kasi na nguvu alizozitumia huyu mwanamke kutaka hilo, na kama hatolipata hilo laweza kuzuka lisilokuwa hilo likawa ni dhara zaidi, ikawa mwanamume ataitoa hiyo kwa kuchelea hilo dhara kubwa zaidi ambalo laweza kupatikana kutokamana na ukakamavu aliosimama nao. Leo paka nshike mashati kwa kuwa liko tayari na kwa yote, na mwanadamu mshike mashati, nipe talaka, kupe talaka, mara shetani zimpande amuusie kitwa. Ni mwanamume, mwanamke ampige mumewe kitwa, huwa pande matungu, alete dhara kubwa zaidi kwa ajili ya kulipiza kulingamana na utungu aliouona vile nini. Tumefahamiana? Ndio. Tutachia katika ikrahi.
ni kutendwa nguvu na zaweza zisipite zote, na ndiyo kauli ambao iko matone ikiwa imefikia nguvu za kiasi hiko. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Swala hili shekhe ni kuhusiana na kuchelewesha kulipa mahari. Anasema ijue dini yako. Naam. Shekhe, nadai mahari yangu na mume wangu ameenda mbele za haki. Je, ninao haki ya kudai, maana nina madeni sana na watu wengi? Hilo litoshe. Manake una madeni kwa watu wengi, utalipaje? Na una haki yako wajibika. Maana yake mahari ni wajibu kwako, mfaradhi upewe. Kwa hivyo bila shaka litarudi hili kuadhima kwa watu wake, na una haki kudai na wana haki wao kulipe. Wallahu aalam. Na wale watu ambao wanachelewesha kulipa mahari shekhe, unawanasihi nini? Kuwanasihi kwa kuwa wasichese watu, kwa sababu mahari ni haki, na wewe ulipotoka ulikuweko kwa ule mwanamke na ulitekelezea unaoyataka, na hii ni haki yake, ni haki umtekelezee. Na wengi hunyang'anyika kwa kunyang'anywa na hayo mahari ambao ni haki ya mwanamke, yakenda akaolewa mwanamke mwingine. Haya ni makosa sana, tunataka turekebishe sana sisi wanaume. Naam. Naam, shukran sana Sheikh. Utaruhusu tushike simu moja. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali zenu hapo? Alhamdulillah. Kwa majina unaitwaje na unatokea wapi ndugu yangu? Ni Qasim Gelana hapa, napiga kutoka Ireland. Naam Qasim. Napongeza kipindi. Ndio. Insha Allah azidi kumpa siha njema, tuzidi kunufaika. Amin. Na pongezi kwa Simal Hajar. Swali langu ni moja. Ndio. Kuhusu malezi, sisi kama wazazi tumeambiwa tuwalee watoto wetu katika maadili mema. Sasa mathalan mzazi amemzaa mtoto na mume aliyemuoa ni mume ambaye alikuwa si miongoni mwetu, na alikuwa ni Mkristo lakini akasilimu. Ndio. Sasa baada ya kuachana hawa watu wawili, naam, mume akawa amemvuta ule mtoto mpaka akamrudisha, yaani ule mume amewacha Uislamu, hapractice, yani hafanyi ile yale mambo yanayofanya Muislamu, akamvuta na ule mtoto akatoka kwenye rada ya Uislamu. Ndio. Sasa hukumu ya huu mzazi wa kike itakuwa ni hukumu gani? Na nimejitahidi maskini kumlea ule mtoto, lakini mitihani iliyotokea ni kama hiyo. Sasa hapo tufafanulie kidogo. Naam, shukrani jazakumullah khair. Hutokea katika ulimwengu huu mawimbi yasiyoweza kuhimili mashua kusafiri, na mmoja kati ya mawimbi ni masala ya ndoa. Huo ni mchefuko wa bahari. Sasa humfikia mwanamke akarengwa, akawa hawezi kulifanya lolote. Kweli. Ndipo angalia sisi wanaume wa Kiislamu tukajuziwa kuwa wa ahlul kitabi, kwa sababu zimamul qiyada, hatamu za uongozi ziko kwa mwanamume. Hawakuruhusiwa wao kutoa sisi bila kusilimu, kwa sababu pia uongozi uko kwa mwanamume. Ataweza kututolea mwanamke wetu apeleke kwenye kanisa. Hili taka tuwe na makini sana. Lakini mtu huenda kasilimu, tukisilimu tunamhukumu dhahiri. Huwa ametaka kuolewa na amesilimu, asa ukachengea Uislamu wake, na asa ikawa ameingia kwa Uislamu kwa malengo. Sisi hatujui, ni mitihani. Hii ni ghaibu, anaijua Mungu. Lakini lishatokea, tufanyeje? Na amentukua, na baba ndiye mwenye nguvu. Hakuna namna, tajitetea kinamna yoyote, lakini kwingi kushindwa kuliko kushinda. Basi atamuomba Mungu, situmai kwamba kwa Mwenyezi Mungu atampatiliza, kwa sababu ameshindwa kinguvu, kwa kuwa mwanamume ni mwanamume na huhukumiwa ndiye mwenye uongozi kwenye jambo. Lakini takatue ni makini sana. Rangi yao kwa Uislamu huingia kwa malengo, lakini tufanyeje? Na sisi hatujui undani, ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano wake mwanangu walo, kama siku hizi kwenda kutefuta mke na mke awe antaka mume, kama kuchia mkono kukusanya kuni usiku wa giza. Weza hata kwa nshika nyoka ukaona nkikuni. Ni vipi?
ni tuendapo twataka kwenda kwa ndugu zake Yusuf, kumbe twataka kutesa, lakini la kutesa hatulidhihirishi maadamu twalitaka, kisha unakwalidhihirisha lile ulitakalo. Tumefahamiana? Ndio. Ukaoa kamaona huu mume mmepata, maskini mwanangu ataingia kwenye hifadhi, na mimi kumpata huu itakuwa pia roho yangu imemakinika kwa sababu nimempata mwenye dini. Kumbe ni noka na nkia wake mwenye sumu kali ya kukua hapo kwa hapo. Ndio mambo alivyo. Wa kutegemewa nani? Alaysa Allahu bikafin abda. Tuntegemeeni Mwenyezi Mungu atusilihishe kwenye mambo yetu, na sisi tutatameni ya kufanya kwa kuyafikiria kwanza, kisha kumuomba Mungu, kutawakali kwake. Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Naam, shukran sana Sheikh Ali Bahero. Naona tumebakisha takriban dakika 4. Kwa hivyo ningeomba tumalizie na maswala manne yaliyoulizwa na mtu mmoja, haswatan kuhusiana na mazishi. Anasema ijue dini yako. Sheikh, nina maswali ambayo yanafuata yananikera sana. Swala lake la kwanza, katika mazishi yetu ya Kiislamu, kwa nini hatuna utulivu? Naam. Na tufanye tuwe na utulivu, na namuunga mkono kikweli. Hukosekana utulivu kwa sababu hukosekana tafakuri alile tokeo lililotokea ndugu yetu. Ndio kamaona mtu atashika simu au piga mikelele na huko kwenye maziara, au bila simu, story nyingi, eti mpaka wakati wa dua watu pigana kele dua, kana kushtua watu. Jamani, sasa dua hawako kamwe. Hilo la kufikiria kifo liko wapi? No. Mawaidha yanatolewa siku zote. Hupewa nasaha siku zote. Hakuna la mazingatio kana mtu kuzingatia kifo, na hakuna ofa mzuri uliopewa kama mwenzako amekufa, wewe uko hai wenda kumzika, ili upate ile fikra kwamba tumembeba, mimi tabebwa, twamweka kwenye tumbo la ardhi. Ndio. Sisi tukuweko juu, nitakuja kuweko tumbo. Lakini hakuna fikra na uthubutupo kumwambia jamani, tuko mazishini. Itakuwa mbalaa moja kwa mbili. Aliloliuliza ni kweli na naliunga mkono. Nilikurubishwa kuweka dua kwenye mazishi fulani pale pale, na kulikuweko na fujo la ajabu. Jambo la kwanza kabla kutia dua niliwaambia samahani jamani, tunavyofanya, mpaka nikatumia lugha, tunavyofanya ni uhuni. Sasa watu kimya, ni ukora. Hakuna mazishi ya kisampuli. Tunatoa sura mbaya hata kwa wasiokuwa sisi, kuja kuona Waislamu dini ya ustaarabu wanazika kana walioko kwenye soko la nyama. Ni makosa. Mutanisamehe. Na najua kuna watu wataudhika, lakini potelea mbali. Huu mnaofanya sasa ni uhuni, na tuko katika dini ya kumstiri mwenzetu. Ikabidi nianze hivyo. Haya sasa tunyamazeni, tuombeni. Kaomba, kisha karudia tena. Sivyo jamani, taka tujirekebisheni. Siku zote tulamweza muuliza ni kukumbusho nini, kukumbuka basi hatuwezi kutukua hata ile nusu saa ya kuzika. Watu wote wakawa kimya, ukawafikirika leo kama ni mimi, leo hamna. Ni kweli ndugu yangu, Mungu akujaze kheri kwa hilo swali lako la kwanza. La pili swala lake nauliza shekhe, yafaa haswa tuwe vipi katika maziko? Yafaa hasa tuwe vipi katika maziko? Yafaa sisi tuwe tuli kimya, tuwe na kufikiria, na ukiwa na lolote liwe lapita kwa moyo ama kwa siri kabisa. Uwe kila mmoja anafikiria, na huwezi kuambiwa wafikiria ikiwa hunena. Ndipo ukaona tafakuri ya mtu amekaa pale kimya, ukienda tambia mbona una mawazo hayo, wawaza nini? Ina maana ana fikra, na fikira ya mtu mpaka awe kimya. Huwezi kunambia mtu amekaa piga kelele kisema kalia maskini wako katika fikra. Hawezi mtu kuja kwenye maziko yetu akasema angalia namna wanavyofikiria, isipokuwa kwa alorehemewa na Mungu na wenye tanabuhi, kwa sababu hakuna fikira ya makelele wala hakuna fikira ya maneno. Watu huzungumza dunia, watu huzungumza siasa mbovu chafu za kihuni, huzungumzwa katika maziko. Ni kweli pia swala la pili, Mungu akujaze kheri na nakuunga mkono, na tuna haki sisi ya kufanya mabadiliko. Hata asiyekuwa Muislamu sema hakuna nidhamu
kama nidhamu ya maziko ya Waislamu, lakini tuharibu nidhamu kweli kweli, na Mtume ametufundisha nidhamu hata kwenye kuzika kwetu. Lengine swali la kila tatu anasema, je, tulivyo sisi mazikoni sahihi ndivyo walivyokuwa watu wema? La, tofauti ya mbinguni na watu wema. Walisifiwa watu wema, mtu huitwa mwema tu bila mtu kuwa haonyeshi mema, hafanyia wema. Mtu alikuwa katika maziko hufikiria kama yeye. Tumefahamiana? Ndio. Na akiona kwamba hii ni nafasi ya mimi kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, mwenzetu amekatikiwa, isha katika. Naam. Akitaka hapati tena, kutaka kurudi hazirudiki tena, mimi bado niko hai, nina chansi mzuri sana kujirekebisha. Yote hayo hayako kwa sababu ulimwengu, lakini wema waliotutangulia ilikuwa wana fikra kubwa sana, kwa sababu lengo lao lilikuwa ni maisha ya kudumu, na maisha ya kudumu lazima uyachengeze hapa. Ukiyaharibu hapa huwezi kupata maisha ya kudumu. Na huwa akifikiria ndiyo manzili ya kwanza, mashukio ya kwanza katika mashukio ya akhera ni kaburini. Mwenzetu atakuwaje? Sasa uifikiria atakuwaje? Na mimi nitakapoenda nitakuwaje? Nitapokuwa vipi? Yafaa tujirekebishe, na hatutata kusema na kumuomba Mungu atie taufiki watu wasikie na watende. Ndiyo. Mungu akujaze kheri kwa masuala hayo na yako mengine zaidi yanayopitika katika maziko yetu, ambayo yote yana mukhalafa na miongozo ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Naam. Swala lake la mwisho Shekhe, kwa ufupi tu kwa sababu ya muda, anauliza yapi aliyokuwa akitufunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati tunapokuwa katika maziko? Aliyotufunza Mtume Muhammad hilo la kufikiria na kuyakumbuka. Naam. Kitu chenye kukata ladha. Na baada dhalika watu wananyenyekea Mwenyezi Mungu, yule apate salama salimini kwenye mashukio yake. Naam. Na kumuombea, kwani alokufa ahitajia zaidi maombi yetu kuliko sisi kuwahitajia wao. Watu hitajia kuliko sisi kuwahitajia. Kwa hivyo ni haki tuwe tunamuombea Mwenyezi Mungu, na pale anaingia katika kipindi kigumu cha mtihani, tumuombe Mwenyezi Mungu afaulu mtihani salama salimini, kwani akipita hapo pana matarajio ya usahali yaliyoko mbeleni. Akifeli hapo pana hatari ya vinganga mbele ya safari. Si mambo ya watu kuzungumza kitu chochote wakati tuko katika kuzika. Ndiyo. Lakini tumeharibu na twatakiwa tuchengeze, tusilihisheni tunayoharibu. Mungu atupe taufiki kwa yote. Naam. Amin, amin. Shukran sana Sheikh Ali Bahero. Naona muda hauna si tena. Maswali hatukuweza kuyamaliza. Lakini kama ada yetu, insha Allah wiki ijayo tutaanza na haya maswali. Yale maswali ambayo mmeweza kutuuliza kupitia mtandao wa YouTube nitayaunganisha tuweze kumuuliza Sheikh wiki ijayo, na vile vile wale ambao waliweza kuuliza maswala yao kupitia WhatsApp, tunawaahidi ya kwamba endapo muda utaturuhusu wiki ijayo tutaweza kuyamaliza maswala yenu yote apendapo Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh, kuna maoni ambayo yametumwa hapa na ndugu yetu anaitwa Charles. Anasema, Sheikh, naomba uniombee dua na kupenda kwa ajili ya Allah. Nina ndoto kubwa ya kumpeleka mwanangu aje asome kwako kwenye markazi yako. Mimi natoka Mozambique. Shukran sana. Mungu akupende kwa ulilonipendea. Naam. Na Mwenyezi Mungu atie taufiki kwa jambo lolote la khairi. Na Mwenyezi Mungu atutangamanishe kwa kupendana. Tuwe pamoja katika kivuli cha Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Kama ambavyo wataka maombi hayo, tunakuombea Mungu atutakabalie sote, akutakabalie na wewe. Na kuomba uniombee Mungu na utuombee Mungu. Sisi marakizi zetu zote hizi ambazo lengo lake ni kuchengeza mujitama. Ndio Sheikh. Uombe Mungu Mwenyezi Mungu azijalie ziwe na wasaa moja, ikiwa ni markazi yangu Markazul Hanifiyati Samha. Naam. Tufungue kismu dakhili, ndio ndoto yangu, na nataka Mwenyezi Mungu anitakabali kabla ya kufa, ili wa nchi jirani aweze kuja
ni kismu dakhili boarding kabisa, basi aje apate elimu na Mungu ampe taufiki. Kila anayekuja tuwe tutashirikiana katika Al-Hajar TV. Amina. Wallahi namuombea ndugu yetu kutoka Mozambique, tunakupenda pia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na ndoto yako iko siku tutakuja pamoja biidhnillahil karim. Na lengine pengine kabla ya kufunga kipindi, ningeliwaomba wasikilizaji wetu wapenzi, wafuatiliaji wa Al-Hajar, twapenda maswala na maswala yamekuwa mengi sihaba, ni dalili ya kuwa mwafuatilia na mnataka kusoma. Isipokuwa nawaomba sana tuwe makini katika kuuliza, tuwe makini sana, maana maswala mengine huwa mazito sana kwangu, ni mazito kweli kweli, lakini naye mtu ameuliza kwa kite, lakini katika hilo kuuliza kuna mengine nao yana uzito zaidi. Jamani, kidogo hapo tuweni makini, ili murua pia utumike katika kuuliza, japokuwa ni mushkili wanihusu mimi na mke wangu, lakini murua usikosekane, na ile uzuri wa kuuliza na vinaya vitumike, nitaweza kuvielewa. Maana kuna mambo mengine alikuwa akiulizwa Mtume mpaka waambia basi ni hapo, akiwaelekeza kwa Bibi Aisha. Ina maana gani? Ina maana mengine kwetu huwa ni mazito. Mimi nataka tuwe makini tu kwa upande huo, na ukiuliza ulize kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini tusitoke katika murua kwenye uzito ambao utanifanya mimi niwe na uzito hata wa kujibu kulingamana na swala lenyewe. Mungu awajaze kila la khair. Naam, shukran sana Sheikh Ali Bahero kwanza kwa kuwa nasi na pia kuyajibu yale maswala ambao watazamaji wetu waliweza kukuuliza kwenye siku ya leo, na insha Allah atuweke hai na uzima tuweze kuyamaliza maswala yao yote walioyauliza leo na ambao hatukuweza kuyamaliza. Na vile vile nikukumbushe mtazamaji ya kwamba siku ya Alhamisi kulikuwa na kipindi cha kurunzi yetu, lakini kuanzia Alhamisi hii insha Allah tuna kipindi kipya ambacho kitakujia kwako chini ya Sheikh Muhammad Abdi Obo. Kipindi hichi kitakuwa kikiongelea kuhusiana na mustakbal wa vijana na vile vile namna kijana anatakiwa awe kwa ajili ya kumfunza ule kijana wetu wa Kiislamu namna ya kuboresha njia awe kwenye njia iliyo sawa kabisa. Kwa hivyo kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 2:30 usiku hadi saa 3:30 usiku tutakuwa naye katika studio zetu Sheikh Muhammad Abdi Obo. Kwa hivyo watazamaji wetu nyote, hakikisheni ya kwamba mnakuwa hapo pamoja na watoto wenu ili wapate kunufaika na kipindi hicho. Mimi nimekuwa wenu Abdurrahman Alwi, insha Allah tuweze kukutana tena kesho. Safari ya kuelekea katika ardhi tukufu, safari ya historia ya manabii na vituo vitukufu vilivyobeba mwanzo wa Uislamu. Hii ni rihla ya ibada ya umra. Tumebeba ndoto za waumini, tukikumbuka kuwa kila hatua ni ibada inapokuwa kwa ajili ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Safari hii tukiwa tayari tumevaa nguo za ihram. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna, tukitangaza unyenyekevu wetu mbele ya Mola. Mlango wa kuelekea Makka, mahali ambapo machozi huanza kabla ya macho kuona Al-Kaaba. Hii si safari ya kawaida, ni rihla ya umra. Ibada iliyopambwa na thawabu, iliyopiganiwa na manabii. Tarikhi ya Kiislamu iliandikwa mafanikio yake kuanzia hapa, ikahifadhiwa na maswahaba na ikafikishwa kwetu kwa damu, subira na imani. Hii yote ni saha ya vita. Angalia mji wa Makka uko chini baina ya majabali. Ya subhanallah, sijui Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipanda vipi katika mazingira haya ya tabu. Hakuna cha kuficha, unachoka ukipanda mlima huu. Jua ni kali, na kama mnavyosikia sauti, tunahema kupanda, kuna kazi. Endelea kufuatilia Al-Hajar TV katika ziara hii ili ujue mengi zaidi. Ni safari ya kujifunza historia ya dini,
na katika history ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mavila ya waliotutangulia. Vita vya pili vitakatifu vilipiganwa katika eneo hili. Na rehema ya Allah kwa waja wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipigwa mawe hapa. Katika documentary Tarikhi ya Uislamu ni kuonesha namna gani ule muamala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na athari yake, ile sunna ndio hii hapa. Hii ni Rehla ya Umra, inakujia hivi karibuni, ikiletwa kwenu na Al-Hajar TV kwa udhamini rasmi wa Al-Hajar Creations na Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma.